Karibu sana mwana michezo na yeye ambaye unaitazama Ava TV. Ni siku nyingine tena kwa ajili ya kuzungumza ambayo yanahusiana na michezo. Na kubwa zaidi ni kutazamia matokeo ya kile ambacho kilitokea kwenye michezo kwenye hatua ya robo finali kombe la CRDB Federation Cup, ambapo michezo hiyo ilichezwa kwenye viwanja tofauti tofauti nje na ndani ya Dar es Salaam. Tuko hapa kwa ajili ya kuyazungumza hayo. Kaa karibu na Ava TV, lakini usiache kusubscribe, kulike, kushare, kucomment ili wa kwanza kabisa kupata taarifa na habari mbalimbali za kimichezo. Lakini habari njema kutoka Neika Food Point, hao ni mabingwa wa kuuza bites, juice fresh, lakini pia coffee. Ukihitaji fika pale Tabata Mbuyuni karibu na roundabout, utawapata pale Neika Food Point kwa juisi fresh. Kama unahitaji juisi ya parachichi na passion, ni wewe tu na uhitaji wako. Kwa hiyo kubwa zaidi fika pale kwa ajili ya kujipatia huduma nzuri kabisa, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhabarisha matukio yote ambayo yanahusiana na michezo. Lakini tukianzia mchezo wa kwanza kabisa ambao ulichezwa Dar es Salaam kwenye hatua ya robo finali ambao tulishuhudia kati ya Yanga Sport Club. Wa kwanza kabisa ulikuwa kule mkoani Tanga, Mkwakwani, Singida akikaribishwa na Coastal Union, mchezo ambao ulimalizika kwa suruhu ya 0-0, lakini mchezo huo ukamuliwa kwa mikwaju ya penalty na Singida wakaweza kuondolewa kwenye mashindano hayo. Mchezo wa pili ambao tulishuhudia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Young Africans Sport Club, mchezo ambao ulimalizika kwa ushindi kwa Yanga kwa magoli 2-0, JKT akiondolewa kwenye hatua hiyo. Kwa hivyo hiyo siku ikabaki tukisubiri nani ambao atakwenda kukutana na Yanga, lakini pia nani atakwenda kukutana na Coastal Union kwenye hatua ya nusu finali. Jana tukashuhudia pia michezo mingine. Kule mkoani Kigoma tulishuhudia Azam FC dhidi ya Mashujaa FC, mchezo mwingine huo watatu kwenye hatua ya robo finali, ambapo Azam FC alifanikiwa kufuzu kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB akimuondosha Mashujaa kwenye uwanja wa kule mkoani Kigoma Lake Tanganyika pale. Mchezo huo ambao ulimalizika kwa goli moja ambalo lilifungwa na Idi Suleiman Nado, mchezaji wa Azam FC kwenye dakika za nyongeza kabisa kwenye kipindi cha kwanza tu cha mchezo. Kipindi cha pili mambo yakawa magumu, goli moja likawa limeamua na kuipeleka Azam FC kwenye hatua ya nusu finali. Mchezo wa mwisho ambao ulikuwa unawakutanisha Simba Sport Club dhidi ya TRA, mchezo ambao ulichezwa kwenye uwanja wa KMC complex pale Mwenge katikati kabisa ya jiji la Dar es Salaam, mchezo ambao ulimalizika kwa ushindi wa Simba Sport Club kwa magoli 4-0 mbele ya Simba Sport Club. Watu wakawa wanauliza Chobwedo yuko wapi? Chobwedo alikuwa haonekani jana. Simba Sport Club akiwa na ukali wake kafanya maajabu na kufuzu kwenye hatua ya nusu finali CRDB. Sasa inatafutwa tiketi ya kwenda kwenye finali kati ya hizo timu 4 ambazo zimefuzu. Nazungumzia hapa Coastal Union, Azam FC, Yanga Sports Club pamoja na Simba Sports Club. Na hapo tukaweza kupata majibu kwenye hatua ya nusu finali ambao watakwenda kukutana sasa Yanga dhidi ya Azam FC, lakini pia Simba atakwenda kukutana na Coastal Union kwa ajili ya kumtafuta mshindi kwenye hatua ya finali. Wengi walikuwa wanatazama michezo hizi kwa picha tofauti tofauti. Hatujajua wewe mtazamaji ulikuwa unatamani timu yako ikutane na timu gani, lakini dakika 90 ndio zimeamua Azam akutane na Yanga na Simba akutane na Coastal Union. Na rasmi sasa baada ya kufahamu wapinzani hao wanakwenda kukutana na nani na nani atakutana na nani, leo wametangaza rasmi viwanja ambavyo vitakwenda kucheza kwenye hatua hiyo ya nusu finali. Hapa tukianza mchezo wa kwanza kati ya Azam FC dhidi ya Young Africans, mchezo huo utachezwa kwenye uwanja wa CCM Kirumba. Hapa tunazungumzia mji mkubwa kabisa, jiji kubwa hapo Mwanza. Azam atakwenda pale kama yeye atakuwa ni mwenyeji na Yanga atakuwa ni mgeni, kwa sababu hapa imeandikwa Azam FC dhidi
ya Young Africans kwenye mchezo wa nusu finali ni Juni 21, 2026. Sasa rasmi Azam na Yanga watakwenda kucheza mchezo wao wa nusu finali kule CCM Kirumba Juni 21, nazungumzia hapa mwezi wa 6 tarehe 21, kitawaka kule mkoani Mwanza. Lakini mchezo mwingine wa nusu finali ya pili kati ya Simba dhidi ya Coastal Union, hapa mwenyeji anaonekana ni Simba, lakini mgeni atakuwa Coastal Union. Mchezo huo utachezwa Juni 20, na maana hapa wataanza Simba dhidi ya Coastal Union kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid tarehe 20 Juni 2026. Alafu mchezo wa finali ya pili utapigwa CCM Kirumba Juni 21 kati ya Azam FC dhidi ya Yanga. Mambo yatakuwaje kule, na watu wanatazamia zaidi mchezo kati ya Azam na Young Africans. Ni mchezo ambao utakwenda kutoa ushindani wa hali ya juu, kwa sababu tukikumbuka namna ambavyo Azam na Yanga wakikutana mchezo unavyokuwa, upinzani unavyokuwa, na kwa sasa namna ambavyo Azam wanavyofanya vizuri kwenye ligi, lakini pia kwenye mashindano haya mpaka kufika kwenye hatua ya nusu finali. Mambo yatakuwaje kwenye hatua hiyo na nani atakwenda kwenye hatua ya finali, tutajuzana huko mbele kwa namna ambavyo watu nazungumza na maoni yao kuelekea kwenye mchezo huo. Lakini kwa Simba pia na Coast sio mchezo mdogo wala sio mchezo mwepesi. Coast ameweza kumfunga Singida kwa mpaka kumtoa kwenye hatua hii ya robo finali, akaenda yeye nusu finali. Singida amefika pale mara mbili kwenye uwanja wa Mkokwani, ameshinda kufua dafu. Na bila shaka Coast watakuwa wamefurahia sana mchezo huo kupelekwa kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid, kwa sababu pale ameshawahi kukutana na Yanga kwenye hatua ya finali mashindano haya ya CRDB, lakini kipindi hicho ilikuwa inaitwa Azam Federation Cup. Coast walikuwa na mchezo mzuri sana mbele ya Young Africans na kuweza kutolewa kwa mikwaju wa penalty. Watu wengi sana wanakumbuka huo mchezo, lakini kwa Simba na Coast kama nilivyokuambia inakuwa sio mchezo mrahisi ama mwepesi wanapokutana, na ukizingatia na historia ya ule uwanja kwa Coast, lakini pia Simba amekuwa akipata matokeo pia japokuwa kwa ugumu sana, lakini wote watakuwa wanacheza kwenye viwanja vya ugenini. Binafsi nimefurahishwa na hicho kwa sababu kupata experience au wakubwa wanavyotoka kwenda kucheza kwenye viwanja tofauti na hapa Dar es Salaam ambavyo wamezoea, inakuwa ni bora zaidi kuliko kuacha labda kwenye uwanja wa KMC. Kuna vitu ambavyo vinaongezeka. So iko hivyo kwa sasa rasmi, Simba atakwenda kule Sheikh Amri Abeid, lakini Yanga na Azam watakuwa kule CCM Kirumba mkoani Mwanza. Kwa mengine mengi utakaa karibu tu na Ava TV uweze kupata na kutazama yote ambayo yanahusiana na michezo. Mpaka wakati mwingine mwana michezo, kwa sasa nikutakie utazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea.